Issue ya tatu ni mwalimu Fadlu Davis. Kwangu mimi binafsi kwenye michezo yote ambayo Young Africans amecheza, kikwazo kikubwa cha Young Africans kushindwa kupata ushindi mkubwa ilikuwa ni Fadlu Davis. The way ambavyo ana approach timu yake. Kwenye michezo miwili ambayo Simba wamecheza dhidi ya Young Africans, kumekuwa kuna makosa ya waamuzi ndio ambayo yamepelekea Young Africans kuweza kupata matokeo. Mchezo wa Ngao ya Jamii kama unakumbuka, kulikuwa kuna makosa ambayo mwamuzi aliyafanya ambayo yalipelekea Simba kupoteza ule mchezo. Hatuwezi kudharau ubora wa Yanga ambao walikuwa nao, lakini pia kulikuwa kuna makosa ya waamuzi ambayo yalipelekea Simba kuweza kuangusha alama 3 kwenye ule mchezo. Mchezo wa ligi kuu kulikuwa kuna makosa ya safu ya kiulinzi klabu ya Simba, kuanzia kwa Musa Pimpin Kamara pamoja na mlinzi wake Kevin Kijiri, lakini kulikuwa kuna makosa mengi zaidi ya mwamuzi ambayo yalipelekea pia Simba kuweza kupoteza mchezo. Na kama mwamuzi angekuwa sahihi, basi tunaweza kushuhudia kwamba penalty mbili za Simba ambazo angeweza kuzipata, japo kuna red card ambayo alitakiwa kustahili kuonyeshwa Abdulrazak Hamza, lakini kwenye matukio makubwa mawili Simba aliweza kudhulumiwa kwa maana ya penalty zile mbili zote za Kibu Denis. Kwa hiyo ukikao ukiangalia the way Fadlu Davis ambavyo huwa anakwenda kuapproach michezo yake, hiki kinaweza kawa ni kikwazo kingine kwa Young Africans. The way kwenye michezo miwili ambayo Simba wamecheza na Young Africans, Simba wamekuwa ni miongoni mwa timu ngumu sana kuweza kupitika na Young Africans, lakini pia wamekuwa wakiweza kucreate nafasi.